Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Tunakaribisha wote kwa na nyuso za furaha kwa sababu leo ni siku ya furaha. Tumshangilie Mungu kwa siku ya leo. Wenye furaha zaidi kuliko wengine wote ni wanne masista ambao ametuita hapa leo. Masista tumesikia majina yao na wamefika hapa mbele. Sister Maximila, Dorothea, Evangelista na Emilia. Wote kwa pamoja wanayo furaha siku ambayo walitamani katika maisha yao, mojawapo ni hii ya leo. Lakini siku ambayo ni bora zaidi ni ya kuingia mbinguni. Leo wanatamka rasmi kwamba wameshafanya maamuzi tena ya kudumu katika maisha yao. Tunawapongeza kwa kuifikia siku ya leo. Tuwashangilie. Shirika zima wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya masista hawa wanaofunga ndoa na Yesu leo. Ni ndoa ambayo sio mpaka kifo kiwatenganishe, ni ndoa ambayo inavuka hata kifo. Ni muungano ambao unadumu kwa milele yote. Nasi tumefika kwa mwaliko wao ili tumshukuru Mungu pamoja nao kwa mema mengi aliyowatendea na pia kututendea sisi binafsi katika maisha yetu na hasa katika mwaka huu wa jubilei. Tumshangilie Mungu kwa vigelegele, makofi na furaha. Tunawapongeza masista hawa kwa safari ambayo wamefanya mpaka leo, kwa nadhiri za muda ambazo ni miaka mingapi masista za muda? Miaka mingapi za muda? Miaka 6. Uchumba ni miaka mingapi? Mbona mnanichekea mniambii? Ni miaka mingapi ya uchumba? Uchumba wa kawaida ni miaka mingapi jamani? Nusu saa. Sasa hawa wamekaa miaka 6 katika uchumba wakijipima na kupimwa kama kweli wamekomaa ya kutosha kufunga ndoa. Sasa kama miaka 6 wamefanya uchumba, tunaombea kwa kadri wameweka msingi imara kiasi hicho, wajenge gorofa kubwa la kwenda juu. Uchumba wa nusu saa unatosha tu, kukaa ndoa siku 3-4 inatosha. Labda ndoa nyingine hazidumu kwa sababu ya uchumba kuwa nyepesi. Hata wafahamiani, surprises zinakuwa nyingi kweli baada ya kufunga ndoa, kwa kuwa hakufahamiana. Sasa hawa wanapotimiza miaka hiyo 6 ya uchumba, tunawapongeza. Hebu tuwapongeze. Miaka 6 ya uchumba. Basi leo wamefikia siku ya kufunga ndoa baada ya kujichunguza, kujitafiti na pia shirika kuona kwamba wameiva na kukomaa kutosha kufunga hiyo ndoa. Tunawapongeza wazazi. Naomba wazazi wasimame tuwapigie makofi. Wazazi wako wapi? Mbona amekaa mbali sana? Wazazi mmekaa mbali. Hebu mkae mahali pamoja jamani. Njooni mahali pamoja hapa. Sogeeni huku. Wazazi naomba mkae mahali pamoja wala hata muweze kupongezana wenyewe kwa wenyewe. Hawa wazazi sio tu kwamba mwalea hawa masista na kupatia msingi wa mwito wao, waliwasaidia kwa ushauri, kwa sala, lakini kwa ukarimu wao. Wangewazuia waambie kwamba hatutaki kusikia tangu leo mambo hayo. Kwenye ukoo wetu hakuna sista. Kwenye ukoo wetu hakuna mtawa. Kwa hiyo nyie hamna ruhusa ya kwenda njia hiyo. Wangewakatiza na kuwatatiza, leo tusingekuwa hapa. Hebu tuwapongeze zaidi wazazi. Tunawapongeza kwa malezi na kwa ukarimu wao kumrudishia Mungu watoto wao, kwani Mungu ndiye amewaumba hawa na akawakabidhi wazazi. Kazi ya wazazi ni kuwalea watoto na kuwaelekeza kwa Mungu ili kila mmoja atambue wito wake
na wasaidie mtoto katika safari yake ya wito. Kwa namna ya kipekee pia tulipongeze shirika na walezi waliowasindikiza katika safari ya wito wao. Tuwapongeze shirika na walezi wote. Ndugu zangu, katika ibada hii ya nadhiri za daima tunaona ukarimu wa Mungu kuhusu wito. Kila wito ni ukarimu wa Mungu. Mungu anatuumba, lakini pia anatuita. Zawadi ya kuumbwa ni uhai wa kibinadamu, na zawadi ya wito ni Mungu anataka ushike nafasi katika mpango wake. Maana Mungu ametuumba ili tukae kwenye mpango wake, sio mipango yetu. Mpango wake ni mkubwa, ni mpana, ni wa milele. Sasa wito ni mwaliko wa Mungu, njoo ushike nafasi katika mpango wangu. Ndio maana kila mtu hapa anatakiwa mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na zawadi ya wito. Zawadi ngapi hizo? Ngapi? 2. Zawadi ya uhai. Mungu amekuumba, ni zawadi. Mpango wake ni mkubwa, ni mpana, ni wa milele. Sasa wito ni mwaliko wa Mungu, njoo ushike nafasi katika mpango wangu. Ndio maana kila mtu hapa anatakiwa mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na zawadi ya wito. Zawadi ngapi hizo? Ngapi? 2. Zawadi ya uhai. Mungu amekuumba, ni zawadi. Hukustahili wala hukuomba, ila Mungu amekupa. Unamshukuruje? Zawadi ya pili ni wito wako, iwe ni ndoa, maisha ya wakfu. Ni wito. Tunahitaji binadamu wote tujitambue mbele ya Mwenyezi Mungu, sisi ni viumbe. Tumuombe atuangazie amepanga twende wapi, ili tusimange leo huku kesho kule, macho kule. Utulie mahali ambapo Mungu amepanga. Wewe ni mtu wa ndoa, tulia kwenye ndoa yako na uzae matunda kwenye ndoa yako na upate wokovu katika ndoa yako. Wewe ni mtu wa wakfu, hivyo. Ndio maana ya uchumba mrefu na mkubwa. Ujipime, sio kurukia huko tu, mara huku mara kule. Unaenda njia hii, unageukia upande mwingine, utafika kweli? Kumbe njia moja ila ambayo umeshaamua, na Mungu akuangazie njia hiyo, hivyo kwamba utulie jinsi Mungu alivyokupangia. Kwa hiyo umshukuru Mungu kila wakati, kwa kuwa alikuumba kwa mfano na kwa sura yake. Hajakuumba ni mnyama wa kuliwa, ni binadamu wa kutawala viumbe vyote. Mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, na uishi hivyo kwa shukrani. Usiwe ni yule ambaye hana shukrani kwa kuchezea maisha yako ama ya mtu mwingine. Hapana. Ukumbuke pia kwamba kila binadamu aliumbwa kama wewe. Kama nani? Kama nani? Kwa nini unamuita mwenzako kitimoto au mbuzi? Kwa nini unafanya hivyo? Toka hapa mbwa wewe. Sasa kama mtoto wako unamuita mbwa, akianza kubweka utafanya nini? Kwa hiyo, kwa kupewa zawadi ya binadamu, kuumba binadamu, tuthamini agizo la Mungu, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Unapomtendea mwenzako jeuri, unakosa shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo tumeumbwa wote kwa mfano na kwa sura ya Mungu, na ndio maana tunaamriwa, hatuombwi, tunaamriwa tupendane. Mungu alisema tafadhali naomba mpendane. Hapana, amri yangu na wapeni ndio hii, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Kwa kujitoa nafsi kwa ajili yenu, nanyi mjifunze kupendana kwa namna hiyo, kutendeana mema, kufikiriana mema, kutakiana mema. Acheni dhuluma na kutesana kati yenu. Huo mpango wa Mungu. Ni shetani anaweka chuki ndani mwetu mpaka tunaishia kwenye kizazi ambacho sasa hivi tunashangaa haya mambo magumu ya ukatili yanatoka wapi. Tupendane
kwa kuwa tumependwa na Mungu kwanza. Na jambo la pili la kuelewa vizuri ni kwamba tumeumbwa kwa malengo ya Mungu. Mungu ametuumba kwa malengo yake. Hajatumba tukae tu tunazagazagaa tu basi, hatuna mahali, hatuna makao, hatuna malengo. Mungu hajaumba hivyo. Kuna malengo, na malengo hayo ndiyo miito yetu. Miito mbalimbali. Tunahitaji wazazi ambao wanajitambua na kushika nafasi yao kwa usahihi. Tunahitaji vijana ambao wanajitambua, wanasimamia zawadi ya uhai na wito, wanajitunza, wana masikio ya kusikia sauti ya Mungu na kutofautisha sauti ya Mungu na mihemko yao. Tunahitaji watoto ambao wanajua ni hazina, waishi utoto mtakatifu, wathamini uhai, urafiki na kujiepusha na maovu yote ambayo yanaweza kupita mbele ya macho yao. Wachagua yaliyo mema daima. Ndio kazi ya malezi kwa wazazi. Kwa hiyo hakuna aliyeumbwa kwa bahati mbaya. Amejikuta tu ni mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani, mtaa unachukua mimba wakati gani? Watoto wa mitaani, mimba inachukuliwa lini? Yuko mitaani. Halipo jambo hilo. Tutawale maisha yetu. Tutunze zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye aliumbwa bila malengo ya kimungu. Kwa hiyo umshukuru sana Mungu kwa zawadi hizo mbili za uhai na kwa wito wako. Umuombe Mungu akuangazie, utambue wito wako, na uombe pia ukarimu wa kuitika hiyo sauti ya Mungu. Nabii Yeremia kwenye somo la kwanza anasimulia wito wake, na katika simulizi hilo anatufundisha kwamba mwanzo wa wito kama vile ulivyo uhai ni Mungu mwenyewe. Wito unaanza kwa Mungu, ndiye anayeita. Ndio maana inaitwa ni wito, unaitwa. Mungu aliyetuumba kwa malengo yake hutujulisha. Anakujulisha taratibu, hatua kwa hatua, mpango wake, ili uweze kushika nafasi yako katika mpango huo, yani mpango wa Mungu. Na mpango wa Mungu kwa maandiko ya Paulo mtume, barua kwa Waefeso sura ya 1 aya ya 10, anatuambia ni kukusanya. Wito wa Mungu ni kukusanya. Mungu anakusanya watu wake. Dhambi inatawanya watu. Tangu Adamu na Hawa walipotenda dhambi ya uasi, mambo yakaribika, ni kumkimbia Mungu. Wakati wote unapokimbia ndugu zako, wazazi wako, unakimbia kanisa lako na mkimbia Mungu wako, ni dhambi. Imeshaingia mahali pabaya. Baada ya kumkimbilia Mungu na kumkumbatia, unakimbilia mali, vitu, wanyama huko na binafsi wako. Kumbe dhambi ndio inatufanya tupoteze dira. Basi tumsikilize Mungu. Mungu ndiye anayeita, na tukisikia sauti yake tutaitika. Tusipoisikia tutamangamanga mara huku mara kule. Tumsikilize Mungu katika sala na kuitofautisha sauti ya Mungu na sauti nyingine ya viumbe na ubinafsi wetu. Tutofautishe Mungu anataka nini katika maisha yangu. Yeremia aliambiwa, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Unajua maana yake nini? Chukua mfano ya kinyago. Na huko kinyago cha kufinyanga kile. Wewe unafikiri umbo la kinyago liko wapi? Kwenye kinyago ama kwenye akili ya mfinyanzi? Kwenye akili ya mfinyanzi. Ndiye anayekuwa na wazo hilo, anafinyanga kile kinyago kifanane, kiendane, kichukue sura iliyo kichwani mwake. Sio kinyango, ni kinyago. Kwa hiyo Mungu amekuumba baada ya kupanga uwe
Mungu hakupendi kwa kuwa ni mzuri hata siku moja. Ni upendo wa Mungu unakufanya kuwa mzuri. Ujichafue mwenyewe kwa dhambi, na alikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Wewe ni nabii, tangu ukiwa mchanga unanyonya, ni nabii. Utakapofikia makamu ya kuwa nabii, unakuwa nabii. Lakini katika mpango wa Mungu tangu mwanzo, utavuruga mpango huo ukianza madawa ya kulevya, mambo ya uhuni, uasherati, unaharibu mpango wa Mungu. Mungu hajakuumba kwa malengo hayo. Malengo ya Mungu ni kamili. Malengo ya Mungu ni kamili, hujakosea. Utakapofuata ya kwake hujakosea. Ukifuata ya kwako kuna changamoto. Malengo ya Mungu ni mapana, marefu, yana kina, sio muda mfupi, ni ya milele. Malengo ya Mungu ni ya milele. Unapomtumia mwenzako kama chombo cha kutumiwa tu kwa starehe zako, na ukosea Mungu na huyo mtu, tunapelekana mahali pabaya kwa kufanya mikataba na mahusiano ambayo hayaendani na mpango wa Mungu. Kwa kutambua kuwa sisi ni viumbe, sio miungu, kazi yetu kubwa na ya heshima ni kuutumikia mpango wa Mungu kwa bidii. Hii ndio kazi ya maana hiyo. Katika maisha yako, mpango wa maana ni Mungu anamwambia awe nabii, akatangaze neno lake kwa watu. Alijitazama akaona hapana, sio mimi. Alijiona katika mapungufu yake, akaona hapana. Hakuwa msemaji mzuri kwa kuwa alikuwa bado kijana, hana lugha ya kusimama mbele za watu. Na kwa Wayahudi, kama una miaka 30 uruhusiwi kusimama mbele ya watu na kufundisha. Ndio maana hata Yesu mwenyewe amekaa miaka mingapi akaanza kufundisha? 30. Sasa Yeremia anajitambua, anajiona kwamba hajafikia viwango, anaogopa kwamba hatakubalika. Hakuwa amekomaa ya kutosha kusimama mbele ya watu na kutoa ujumbe wa Mungu. Watamuuliza, wewe umepata mambo haya, hujakomaa bado, wewe ni kijana, wewe mtoto, sikiliza tu. Akatoa hoja hizo. Mwenyezi Mungu alimwambia aachane na hoja, aachane na hofu zake hizo, akaufanyie kazi mpango wa Mungu. Naona jinsi gani Mungu anatuimarisha anapotuandaa kwa kazi yake. Kama ni ndoa, kwa neema za Mungu ndoa zitafanikiwa, sio kwa ujanja wetu. Hapana, kwa neema za Mungu ndoa zitafanikiwa. Watu wanafanya jubilei ya ndoa miaka 25, miaka 50 katika ndoa yao. Wanamshukuru Mungu kwa kutembea pamoja katika milima yote, mabonde yote. Kwa neema zake wamestahimili, wakavumiliana makwazo ya hapa na pale, makubwa na madogo, wakapita kwenye changamoto hizo. Hiyo ndio ndoa. Sio tamutamu tu, ndoa sio tamutamu tu. Ni majukumu makubwa yanayohusu kwanza hawa wawili. Mungu akipenda anaongezeka, wa pili, wa tatu, wa nne, wanakuwa wengi, na kila mmoja ni mmoja nafsi yake iliyo timilifu kabisa. Basi kila wito hudai mtu atoke kwenye ubinafsi na woga. Ukiingia katika ndoa, maisha ya wakfu na ubinafsi, utaharibu tu. Lazima kujipanga vizuri kuhusu wito wote ule. Ubinafsi lazima tuondokane nao. Ndoa nyingi zimeharibika shauri ya ubinafsi. Mtu anachukua majukumu hayo ya kutamka, nimemchukua huyu, sababu na raha, magonjwa na afya, lakini ubinafsi mbele. Huo ni utapeli. Huo ni utapeli. Ama uoga, hakuna ujasiri wa kutembea kupambania kila ambacho umechagua. Wito unahitaji ukarimu na ujasiri wa kutembea njia mpya ya imani. Kama Ibrahimu alipaswa kuacha yale aliyozoea na kuyaamini, akaanza safari mpya ya kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu kwa upendo wa ajabu. Alipata shida mbalimbali, ni kweli,
Alikuwa na subira, ndio, ni sehemu ya wito. Sasa mapendo kwa kujitoa nafsi kwa ajili ya Mungu na kuujenga ufalme wake, huo ndio msingi wa kila wito. Ndio maana Mungu alimwahidia Yeremia kuwa pamoja naye ili amlinde. Alimwambia, nitakuwa pamoja nawe, nitakulinda. Ndivyo ilivyo kila wito. Si mstari wa 4 tu, kila wito ondoa. Kama kuna vichaka na viondoa, anaandaa shamba. Kuna vichugula labda ambavyo havifai, anaondoa. Hiyo kuandaa shamba, kuna kuondoa, kuna kung'oa tabia mbaya, ubinafsi, mambo ambayo nikiingia nayo katika ndoa, katika maisha ya nadhiri za maisha, nisipong'oa vitu hivyo vitaniharibia safari yangu, nitakuwa ni kero na usumbufu kwa wenzangu. Mambo ya kubomoa, nishayajenga tabia za ajabu za kisasi, kiburi na kinyongo. Nisipobomoa vitu hivyo, maisha ya pamoja hayataenda, nitafeli kwenye utume wangu, ni mbaguzi. Kuna mambo ya kuharibu. Nilikuwa na hifadhi tu, ngoja kwanza, lakini lazima nichome vitu hivyo viishilie mbali, na ya kuangamiza kabisa nisiaone maishani mwangu, labda na ushirikina na hofu na mdania fulani, mambo ambayo hayana msingi. Hayo nisipoyaondoa, sitaweza kujenga. Kufanya nini? Kujenga. Sitaweza kupanda mbegu ambazo zitasitawi. Ndio maana Yesu akahubiri, tubuni na kuiamini Injili. Toba, mambo manne haya. Hiyo ndio toba. Ndio toba. Halafu kuiamini Injili, habari njema. Huwezi kupokea habari njema bila toba. Tunakoroga hivyo mambo hayaendi. Kumbe haya kubomoa, ukiingia katika ndoa na mambo hayo ambayo ni kuondolewa mbali, tutafeli. Vivyo hivyo na maisha yote ambayo tunakusudia yaende vizuri. Kama mithili ya shamba tu, usipoandaa shamba vizuri, ukalima vizuri, ukanyosha, ukasawazisha vizuri, utakapootesha ni shida. Basi kumbe haya manne yanaandaa nafasi kwa mambo haya mawili: kujenga na kupanda mbegu mpya. Roho Mtakatifu apate nafasi ili achipushe maisha yetu sasa, yatoe harufu nzuri, yawe ni kukubalika, maisha ambayo yana thamani mbele ya Mungu na watu, maisha ambayo yanazaa furaha ya kweli, na kujenga, kuweka uzio, kuimarisha maisha yetu. Ndugu zangu, ni wajibu wetu sisi sote kuisikia sauti ya Mungu katika wito wa ubatizo. Tulimkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote, na kumsadiki Mungu mmoja katika nafsi tatu. Huo ndio msingi wa kila wito. Pia ubatizo, wito wa ubatizo, na katika wito wa maisha ambayo utaitwa nao sasa, kama ni wawekwa wakfu, masista, mabrada, mapadri, lakini pia kuna wazazi, wito wa ndoa. Miito yote ni mitakatifu mbele ya Mungu. Kuitii na kuifanyia kazi sauti hiyo ya Mungu, kuendana na mpango na nia ya Mungu. Mungu anakupa watoto wake, sio uharibu, waelekeze kwake, uwajibike nao vizuri. Ndivyo Mungu atendavyo ndani mwetu kwa faida ya kujenga na kueneza ufalme wake. Tutatumwa kusitawisha jamii kwa kushuhuda wa upendo na huruma yetu. Kule nyumbani, upendo na huruma vitawale. Kule konventini, kule jumuiya zetu, upendo na huruma vionekane wazi kupitia huduma ambazo tutaweza kuzitoa. Kutumwa ndio uti wa mgongo wa kila wito. Kutumwa. Baba na mama wanahangaika kuhusu usalama wa watoto wao. Watakula nini? Watavaa nini? Watasomaje? Usalama wao ukoje? Malezi yao yako namna gani? Watoto waende shule kwa wakati wake,
wajiunge na Watoto Mtakatifu kwa wakati wake, wajiunge na vikundi salama. Nasi wenyewe pia kama wazazi tuoneshe mfano huo. Masista, mnatumwa mkazae matunda mengi katika shamba la Bwana, kwa kuwa Mungu ameshawachagueni na mkaisikia sauti yake. Tunatakieni baraka na mafanikio tele kwenye maisha hayo.